الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimfikie mtu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni, na kabla sijahusia napenda kuwatolea salamu ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, nachukua fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni katika jambo kubwa la ikhlasi alilotutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikhlasi tunavyofahamu ni ruhul amal, ndiyo roho ya amali. Pale amali inapokosa ikhlasi haiwezi kukubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana aliyokusema mwanachuoni mmoja, anasema kwamba amali ni kama vile mwili na roho yake ni ikhlasi. Inaonyesha amali inapofanyika ikakosa ikhlasi ni kama vile iko mfu, haikubaliki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Usio wangu kwa Uislamu wote, kwa kila anayefanya amali jilazimisha sana kufanya ikhlasi katika ile amali ili aweze kukubali Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuweze kuangalia waja wema waliopita walivyokuwa wakihofia katika amali zao kukosa ikhlasi. Na tulikiswa kijana mmoja alikuwa ni mtumwa. Kuna sayyidi alienda sokoni kununua mtumwa, akamkuta huyo kijana, fashtarahu, akamnunua. Walakin qabla an yashtarahu, lakini kabla hajamnunua yule kijana alimuomba yule sayyidi mambo matatu. Akamwambia, inna li ma'aka thalathata shurut, na kuomba sayyidi wangu mimi na wewe tuwekeane sharti tatu. Akamwambia, ni sharti gani? Akasema, ya kwanza, alla tamna'uni an salati al-maktuba idha jaa waqtuha. Jambo la kwanza, usinizuie na swala ya fardh pale unapoingia muda wake. Akaendelea kusema sharti ya pili, anta amurani bin nahari ma shi'ta wala ta'murani bil layli, uniamrishe muda wa mchana utakavyo, lakini naomba unapofika muda usiku basi mimi niache. Akamwambia sharti ya tatu, akamwambia, antakhtara li manzila fi baitik la yadkhuluhu ghairi, na unichagulie sehemu katika nyumba yako haingii isipokuwa mimi. Akamwambia, laka hadhihi shurut, unazo hizi sharti tatu ambazo kwamba ulizozitaka. Yule sayyidi akamwambia yule kijana, basi zunguka katika nyumba yangu, angalia sehemu gani itakayokufaa utakao kuwa unaishi. Yule kijana akazunguka katika ile nyumba, akachagua sehemu mbovu. Akamwambia, akhtarta hadha, umechagua sehemu hii? Akamwambia, naam. Ala ta'rif, kwamba ufahamu anna al-kharaba ma'a Allah bustan, au fahamu kwamba nyumba mbovu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu nzuri. Kwa maana anatufundisha sehemu hata ikiwa mbaya, lakini pale anapopatikana Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa nzuri. Akaendelea hivyo hivyo, akawa hamwamrishi unapofika muda wa swala wala muda usiku, akawa namuacha. Vile vile yule kijana akaendelea kufanya ibada muda usiku. Asema yule sayyidi, siku moja akawa anazunguka katika nyumba yake, akafika katika ile nyumba yule kijana anapoishi, fa idha hiya munawwara, kile chumba anapoishi yule kijana kina nuru. Wal qindilu mu'allaqu baina as-samai wal ard, na mindili imefungwa katika baina mbingu na ardhi, kukawa na nuru. Yule sayyidi akawa anashangaa kwa nini. Akamwangalia yule kijana, yule sayyidi, yule kijana wal ghulamu sajid, na kijana hali ya kuwa amesujudu. Yule sayyid
akawa anamsikilizia yule kijana na akawa anamwangalia. Walghulam yad'u Allah, na yule kijana kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala qailan, akisema ya rabbi ilahi awjabta alayya haqqa maulaya bin nahari, mola wangu umelazimisha haki za sayyidi wangu muda mchana. Walaula dhalika mastaghaltu bil layli wala nahari illa bi khidmatika, laisi ingekuwa hivyo ningejishughulisha muda usiku na mchana kukuomba wewe na kukutumikia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Yule sayyidi akawa anaangalia yule kijana anavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ikaingia salatul fajr. Akarudi siku ya pili ilipofika, akamchukua mke wake akaenda kumwangalia yule kijana kama vile siku ya kwanza ilivyokuwa. Kijana amesujudu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ilipofika muda alfajiri. Wale masayidi wakawa wanamwangalia yule kijana anavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakawanalia. Baada ilipofika alfajiri wakamuita yule kijana wakamwambia anta hurru lillah, kuanzia sasa hivi wewe tumekuachia huru kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe mtumikie Allah subhanahu wa ta'ala, yule Mola ambaye kwamba ulikuwa ukimtaka udhuru. Maana katika dua zako ulikuwa ukimtaka udhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yule kijana alipofahamu kwamba watu wameshafahamu kwamba yeye anafanya ibada kama ile, kuanzia pale akamwambia ya sahiba sir inna sirra qad dhahara wala uridu alhaya ba'da mashtahara, akamwambia mwenye kuhifadhi siri, hakika siri imeshajulikana wala sitaki uhai baada ya kujulikana. Yule kijana akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoshe katika huu ulimwengu. Angalia watu wajawema walivyokichunga amali zao kuingiwa na riya na hasadi, kuingiwa na riya na ujubi. Maana hakuna kitu cha kuchunga katika amali kama vile ikhlasi. Amali tunapoifanya tuchunge sana ikhlasi. Tuangalia wajawema walivyopita, walivyofanya amali zao wakihofia ikhlasi. Angalia ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, itakapofika siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuita mwanachuoni, atamuuliza ni kwa sababu gani umejifunza? Atamjibu ya Rabbi, nimejifunza kwa ajili yako. Atamwambia ni kwa sababu gani umefundisha? Atamwambia nimefundisha kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atamwambia kadhabta ya abdi, umesema uongo mja wangu, bali wewe umefundisha ili uitwe, wewe umesoma kwa ajili uitwe kwamba wewe ni mwanachuoni, na hivyo kumeneno duniani kwamba wewe ni mwanachuoni, ingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala atamamrisha yule mja aingizwe motoni. Pia vile vile ataletwa yule ambaye kwamba alikuwa akisoma Qur'ani, ataulizwa kwa sababu gani umesoma Qur'ani? Atasema nimesoma kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala. Atasema Allah subhanahu wa ta'ala, umesema uongo mja wangu, bali wewe ulisoma Qur'ani ili watu wakuita kwamba wewe ni msomaji wa Qur'ani, na duniani kumeisha neno kwamba wewe ni msomaji wa Qur'ani na malipo yako umepata, basi ingia motoni. Hii ndo hali ya watu ambao kwamba waliokosa ikhlasi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlasi katika matendo yetu, na atujalie sehemu ambao kwamba tunakosa hatufanyi ikhlasi, basi Allah tusamehe na atujalie ikhlasi. Wa ila huna antahi aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.